Changamoto 5 zinazothibitisha utateseka kwenye ndoa ikiwa upo katika mahusiano na hizi changamoto zinatokea. Ni muhimu sana kujua kwamba kuna changamoto ambazo kama utakumbana nazo kwenye mahusiano, fahamu kabisa kwamba endapo kama utaingia katika ndoa na huyo mtu, basi fahamu kabisa utateseka katika hiyo ndoa kama sio kuuawa. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo kama utakumbana nazo katika mahusiano, ni changamoto ambazo zinadhihirisha wazi kwamba utaenda kuteseka katika ndoa na huyo mtu kama utafunga naye ndoa. Kwa hiyo ukiwa katika mahusiano ukaona hizi changamoto 5, fahamu kabisa kwamba upo katika sehemu ambayo sio salama, kwa sababu ni changamoto ambazo zinadhihirisha kwamba utateseka katika ndoa. Changamoto ya kwanza kabisa ni changamoto ya mwanamke kunyima tendo la ndoa upo naye katika mahusiano. Hii ni mojawapo ya changamoto ambayo inadhihirisha wazi kwamba endapo kama utamuoa huyo mwanamke, fahamu kabisa kwamba hatakunyima, kwa sababu mnapoingia katika ndoa huwa kuna ile tabia ya kuzoeana. Kwa hiyo kama alikuwa anakunyima mpo katika mahusiano, basi mkiingia katika ndoa ndio atakunyima zaidi. Kwa hiyo ni mojawapo ya changamoto ambayo inadhihirisha wazi kwamba ukiingia katika ndoa utateseka zaidi. Na pia changamoto ya pili ni changamoto ya mwanaume kukufuatilia kama amelipa mahari. Hii kama upo katika mahusiano, alafu mwanaume unakuta kwenye simu yako ameweka kodi fulani za kukufuatilia, au yani anakufuatilia kiasi kwamba anavuka mipaka. Fahamu kabisa kwamba hii ni mojawapo ya changamoto ambayo ikiwa utaingia naye katika ndoa, kuuawa ni jambo la kawaida, kwa sababu ni mtu ambaye ana wivu na wewe. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya changamoto ambayo kama upo nayo katika mahusiano na huyo mtu, na huyo mwanaume, ni changamoto ambayo inadhihirisha kwamba endapo kama utafunga naye ndoa, huyo mwanaume hatakufuatilia zaidi. Yaani hata kama utakuwa umesimama na mtu na mwanaume, atakuwa na wivu. Kwa hiyo ni mojawapo ya changamoto ambayo utakuja kuteseka katika ndoa. Na pia changamoto ya 3 ni changamoto ya mwanaume kutokukusapoti pale anapokuwa au unapokuwa unahitaji kupata support, mfano ya kifedha, kama ana uwezo. Lakini kama upo katika mahusiano na mwanaume ana uwezo afu akusapoti, kama unahitaji kuweza katika swala kutatua matatizo mbalimbali ambayo sio makubwa sana, lakini unaona mwanaume akusapoti, fahamu kabisa kwamba kama utaingia katika ndoa, utakuwa wewe ndo unajilipia kodi. Yaani upo katika ndoa lakini wewe ndo unalipa kodi. Kwa hiyo ni mojawapo ya changamoto ambayo kama upo katika mahusiano lazima uweze kufahamu kwamba upo katika mahusiano ambayo sio sahihi. Na pia changamoto ya 4 ni changamoto ya mtu kushikilia tabia ambazo wewe huzipendi. Yaani upo katika mahusiano na tabia fulani ambazo huzipendi, na katika maisha yako halisi unaona kabisa ni tabia ambazo haziendani, tamaduni za Kiafrika, unamshauri mtu aweze kuziacha lakini bado anazing'ang'ania. Fahamu kabisa kwamba upo katika mahusiano ambayo yana changamoto, ambayo yanadhihirisha kwamba ukiingia katika ndoa na huyo mtu utateseka katika hiyo ndoa. Na pia changamoto nyingine ya mwisho ni changamoto ya yani marumbano na kupigana mara kwa mara. Yaani upo katika mahusiano, mtu anakupiga hajaishi mwanamke, hajaishi mwanaume. Hii ni mojawapo ya changamoto ambayo inadhihirisha kama utaingia katika ndoa, kama sio kuuawa basi ni kuvunjwa, kwa sababu upo na mtu ambaye mkono wake ni mwepesi katika swala la kupigana. Kwa hiyo kama upo katika mahusiano unapigwa na mtu, hajaishi mwanaume, hajaishi mwanamke, fahamu kabisa utateseka katika hiyo ndoa. Na kama unahitaji ushauri au video za kufanya mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Na kama upo nje ya Tanzania, anza na jumlisha 255 713728736. Na unaweza kupata kitabu ambacho kitakusaidia sana kuingia katika mahusiano sahihi au ndoa sahihi. Naitwa Isaac Kanyankole.